kwanza, ule mlango wa kwanza, ule mstari wa 17, anazungumza habari ya neno msalaba. Kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini wale wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kitu kilichokuwa nataka uweze kuona ya kwamba msalaba ni nguvu ya Mungu, lakini si nguvu ya Mungu hewani. Maana yake hiyo nguvu inaweza kukusaidia kuweza kufanya ukombozi, kuweza kuleta mabadiliko. Maana yake kuna vitu fulani ambavyo viko kwenye familia, kuna vitu fulani vimekaa kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ile nguvu ya Mungu iliyoko katika msalaba, maana yake ina uwezo wa kufanya mabadiliko. Unasema kwa nini? Kama ina uwezo wa kukufikisha mbinguni, kwa nini ishindwe kukufikisha kwenye hata ambayo Mungu amekusudia? Maana yake kuna namna fulani tu ambayo tunatakiwa tuitumie katika eneo ya kutusaidia katika eneo la kutufikisha katika hatima ambayo Mungu amekusudia. Kwa sababu ile nguvu ikitoka, maana yake inaangalia huyu anayeomba inataka iende kwenye engo ipi, inataka imsaidie ili watu walioko kwenye familia waokoke, maana yake inaenda kufanya hiyo kazi. Inataka hiyo nguvu itoke ikasaidie watu ambao wamekwama kiuchumi, maana yake ile nguvu inatoka inasaidia watu ambao wamekwama kiuchumi. Kwa hiyo inategemea wewe hiyo nguvu ya msalaba unataka iende katika ulimwengu wa roho ikafanye kazi gani, lakini uwe na uhakika katika engo yoyote ambayo unataka hiyo nguvu ifanye kazi, lazima itafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu msalaba, kitu pekee ambacho kinaweza kusababisha ile nguvu yake kufanya kazi ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sitaenda kwa undani kidogo kwa sababu hivi vitu tumeshavipitia. Nafanya summary kwa wale ambao hawakuwepo. Jambo la pili, kuna sheria mbili zinazotawala ulimwengu wa roho. Kuna sheria mbili zinazotawala ulimwengu wa roho. Kile kitabu cha Warumi ule mlango wa 8 ule mstari wa kwanza na wa pili. Warumi mlango wa 8 ule mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. Hebu sema imeniacha huru. Imeniacha huru. Hebu sema tena imeniacha huru. Imeniacha huru. Anasema imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unatawaliwa na sheria mbili. Shetani akitaka kutawala familia yako, kitu pekee anachokitumia, anatumia sheria ya dhambi na mauti. Na ile sheria ya dhambi na mauti ikishaingia kwenye familia, ghafla unashangaa kuna aina ya matukio yanaanza kutokea kwenye familia. Ghafla familia ilikuwa na heshima, ilikuwa na jina, watu walikuwa wanampenda Mungu. Ghafla unashangaa watu wanaanza kukataa mambo ya Mungu, wanaanza kukataa mambo ya kiroho. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ya aina ya sheria inayotawala kwenye familia. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake unapoona vitu kama hivi kwenye familia, kitu kimojawapo ambacho unatakiwa kushughulika nacho, maana yake ni ile sheria iliyopo katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu ile sheria ndio inayoachilia uhalali wa zile roho kuweza kutenda kazi kwenye familia. Unashangaa kuna roho za mauti zinaanza kuibuka kwenye familia. Unashangaa matukio yanaibuka kila mwaka. Kuna familia ambayo ninapoongea na wewe mwezi uliopita, mwaka uliopita mpaka leo, kuanzia mwezi wa 10 mpaka leo wamezika watu watatu kwenye familia moja wamezikwa. Kitu gani kimetokea? Maana hii sheria ikishapata nafasi na kuingia kwenye familia na kuanza kutenda kazi, maana kitu kimojawapo inachofanya inaanza kupita na kuanza kupitisha mauti na kuanza kuua. Sasa inaweza ikaua watu, inaweza ikaua vitu ambavyo vilivyoko kwenye familia, inaweza ikapita na kuanza kupambana na elimu za watoto wako. Unashangaa mtoto alikuwa anapenda shule, lakini ghafla unashangaa tu hataki tena shule. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna sheria inayotenda kazi, na hii sheria isipobadilishwa, manake uwe na uhakika hakuna namna matukio yataweza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu haya matukio yanapewa nguvu kulingana na sheria ya dhambi na mauti inayotenda kazi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba msalaba ulikuja ili kuweza kuifunua ile nguvu iliyoko katika sheria ya roho uzima, ili ile nguvu ianze kupita katika maisha ya watu,
na kuweza kubadilisha mifumo iliyopo ili kuweza kuwasaidia watu kutimiza hatima ambazo Mungu alikuwa amezikusudia kwenye familia. Ndio maana kuna watu kwenye familia wanatumia nguvu kubwa kuweza kufanya vitu, lakini cheki matokeo. Unashangaa matokeo ni kidogo. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ile sheria haiwezi kukuruhusu uweze kufanya vitu ambavyo vinaweza vikakuletea matokeo. Kwa sababu vikikuletea matokeo, kitu cha kwanza utaanza kumshukuru Mungu wako, utaanza kumsifia Mungu wako, na wakati sheria ya dhambi na mauti ndio inayotenda kazi kwenye familia. Kwa hiyo kitu kinachofanya hii sheria inaanza kupambana na mtu kiasi kwamba kitu chochote unachokifanya hakuna namna unafanikiwa. Unaweza ukapata mtaji, ukasema ngoja nikafanye utafiti kuhusiana na biashara fulani, ukatafuta na wataalamu, ukafuatilia kuhusiana na hiyo biashara, ukaenda ukachukua na mkopo. Ukienda kuweka kwenye biashara, unashangaa ule mkopo umekufa. Kitu gani kimetokea? Katika ulimwengu wa roho, shida sio biashara, shida sio eneo unalofanyia biashara. Shida katika ulimwengu wa roho, kuna sheria ya roho, kuna sheria ya dhambi na mauti ambayo imepata mlango katika familia, imepata mlango kwa mtu mmoja. Kwa hiyo unashangaa inaanza kutenda kazi, hakuna mabadiliko. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ile sheria ikipita inaanza kuua kila kitu ambacho kilichoko kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipata nafasi ya kuangalia mfano huu kwenye ile familia ya Ayubu, jinsi ambavyo Ayubu jinsi alivyokuwa mcha Mungu, alivyoongozwa na sheria ya roho uzima, kiasi kwamba hata watoto wake walipokuwa wanaenda kufanya karamu. Kwenye kitabu cha Ayubu 1, Ayubu mlango wa kwanza ule mstari wa kwanza mpaka wa 12, inazungumzia habari ya maisha ya Ayubu. Maana Ayubu alitengeneza mazingira ya familia yake kuongozwa na sheria ya roho uzima. Na familia yake ilipoongozwa na sheria ya roho uzima, shetani alikuwa anajaribu kupita kuweza kutaka kumwangusha Ayubu. Biblia inasema akakuta amezungushiwa ukingo, maana kila akijaribu kupita anakosa mahali pa kupita. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ya aina ya sheria ilikuwa inatawala familia ya Ayubu. Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Kitu gani alichokuwa anatafuta? Alikuwa anatafuta sheria iliyomuongoza yeye mpaka ikamsaidia kufika kwenye mafanikio aliyokuwa nayo. Ndicho alichotamani, hiyo sheria iweze kuwaongoza mpaka na watoto wake. Alijisemea yumkini huko walipo wanaweza wakawa wamemtenda Mungu dhambi. Kwa kitu alichokuwa anatafuta ni kuto kufungua mlango wa sheria ya dhambi na mauti kuweza kutenda kazi. Sasa angalia, shetani alipopata mlango ambapo shetani aliingia mkataba na Mungu, na Mungu akamruhusu kihalali kuweza kupita kwenye maisha ya Ayubu. Mungu alipomruhusu, ndipo tunaanza kuona matukio ya mauti yameanza kuingia kwenye familia ya Ayubu. Lakini kabla ya hapo, shetani alikuwa anajaribu kutafuta kila namna ya kupita, lakini anakosa mahali pa kupita. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu sheria ya roho uzima ikikutawala, maana uwe na uhakika, inaweka mpaka na ulinzi wa kila kitu alichokupa. Lakini sheria ya dhambi na mauti ikikutawala, maana uwe na uhakika, ikianza kupita kwenye familia, inaanza kukagua kitu kimoja kimoja, alafu inaanza kuua. Kitu gani kinachosababisha? Kwa sababu nguvu ya sheria ya mauti ni mauti yenyewe. Kwa hiyo usitegemee sheria ya dhambi na mauti ikutawale, alafu utegemee ya kwamba kuna matukio yatatokea kwenye familia yakawa ni matukio mazuri. Unashangaa kwenye familia kuna watu ambao wanatembea na magonjwa ya kurithi, na mpaka wameyakubali na kuona kabisa ni magonjwa ambayo yako kwenye familia. Wengine wanasema haya ni magonjwa yetu. Kitu gani kimetokea? Maana wameyakubali kihalali, kwa sababu wamekaa nayo muda mrefu. Yamekuja yamemuua baba. Kwa hiyo kwa sababu wameona yamekaa muda mrefu, na kuna watu fulani wamekufa kwa hayo magonjwa, kwa hiyo wanasema haya ni magonjwa yetu. Kwa hiyo saa nyingine hata watumishi wakija, ukimwambia tukuombee kitu gani, hawezi kutaja yale magonjwa. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho shetani ameyafanya kihalali. Ndio maana hata wewe mwenyewe ukiongea unayakiri kwamba ni magonjwa ya familia. Lakini ukijaribu kutazama nguvu iliyoko katika msalaba wa Yesu na kile ambacho kilichobebwa ndani yako, maana uwe na uhakika huwezi kuwa na kauli kama hii. Kwa nini? Kwa sababu ile nguvu iliyoko katika msalaba wa Yesu, maana ina uwezo wa kupita na kubadilisha sheria ambazo zimeruhusu hayo magonjwa kukaa, na kubadilisha uhalali ambao unasababisha hayo magonjwa kuweza kuua watu kwenye familia. Alafu unashangaa ghafla yale magonjwa hayapo.
mlikuwa mnazika mtu kila mwaka, unashangaa ghafla ile misiba haipo. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ile sheria ya dhambi na mauti imeshaondoka. Ayubu, baada ya sheria ya dhambi na mauti kuondoka, Biblia inasema Bwana alimpa mara mbili zaidi ya kile alichokuwa nacho. Kwa nini? Kwa sababu mkataba wa shetani ulikuwa umekwisha, na ule mkataba ulipokwisha, manake ile sheria ya dhambi na mauti tayari ilikuwa imeshaondoka kwenye familia ya Ayubu. Kwa hiyo sheria ya roho uzima ilipoingia, ikampa Ayubu kile alichokuwa nacho, alafu ikamlipa na fidia ya muda ambao alikuwa ameupoteza. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna sheria imebadilika. Kwa hiyo tunapotazama msalaba wa Yesu kisheria, manake uwe na uhakika kuna vitu ambavyo tutavitazama kwenye familia hatutavikubali. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tunaviona kwenye familia ni kama vitu vya kawaida. Ghafla ukifunuliwa nguvu ya msalaba, ghafla unavitazama unaona kama si vitu vya kawaida. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ndani yako ghafla utatamani mabadiliko, kwa sababu ya ule msukumo ambao Mungu atauachilia ndani yako wa kutamani kutoka hatua moja kuweza kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tatu ambalo tuliangalia, jambo la tatu, Mungu alitumia msalaba kisheria ili kuikomboa hatima aliyokuwa nayo juu ya ulimwengu. Mungu alitumia msalaba kisheria ili kuikomboa hatima aliyokuwa nayo juu ya ulimwengu. Niruhusu tu nisieleze kwa sababu ya kule ninapotaka kwenda. Kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza ule mstari wa 28. Mwanzo mlango wa kwanza ule mstari wa 28, na kile kitabu cha Luka mlango wa 4 ule mstari wa kwanza. Biblia inazungumza habari ya mamlaka ambayo alikuwa amempa Adam kwenye bustani. Alipompa mamlaka Adam kwenye bustani, maana kitu ambacho Mungu alikusudia Adam aishi milele. Ndio maana alimwambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Maana Mungu aliachilia baraka ili kwamba mwanadamu aweze kuishi milele hapa duniani. Lakini baada ya Adam na Hawa kufanya dhambi na sheria ya dhambi na mauti ilipoingia, ghafla mauti ikaingia. Na mauti ilipoingia, maana ilikuwa mwanadamu akifa kulikuwa hakuna tumaini la kwamba kuna uzima wa milele. Maana uzima wa milele ulikuja baada ya Yesu kufa, ulikuja baada ya msalaba. Kwa hiyo uwe na uhakika, kwa sababu lengo la Mungu lilikuwa ni ili mwanadamu aishi milele. Maana kitu alichokifanya, maana alitengeneza msalaba ili kuweza kutetea hatima yake, kwa sababu tayari ilikuwa imeshavurugika, mauti ilikuwa imeshatawala. Kwa sababu mauti ilikuwa imeshatawala, ili sasa wazo lake la mwanadamu kuishi milele liweze kuwepo tena, maana ilibidi aachilie msalaba. Kwa hiyo kwa kupitia msalaba lile wazo la Mungu likarudi tena, pamoja na kwamba hataishi milele hapa duniani, lakini tayari kuna mazingira ambayo yametengenezwa ili kile alichokikusudia juu ya mwanadamu kiweze kutimia. Sasa ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Kama Mungu aliweza kutumia msalaba kuweza kutetea wazo lake la mwanadamu kuishi milele, itakuwaje mimi ambaye kuna hatima ambayo amenipa kwenye familia, kuna kitu ambacho amenipa kuweza kukitimiza katika maisha niliyonayo, alafu kuna namna fulani shetani amekifunga? Manake kama shetani alitumia kifungo ili kuweza kumzuia mwanadamu asiishi milele, na Mungu akatumia msalaba ili kuweza kumkomboa mwanadamu aishi milele katika ulimwengu ujao, manake uwe na uhakika nguvu hiyo hiyo ya msalaba inaweza kutumika kuweza kukomboa hatima yako ambayo kuna mahali ilikuwa imeshikwa. Kwa sababu kuna watu kweli wanaishi hatima zao, lakini hawaishi katika kiwango ambacho Mungu amekusudia. Kwa hiyo hata kama Mungu amekuweka kwenye hiyo hatima, maana tunachotaka, maana uweze kuishi, lakini uishi katika kiwango ambacho Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 4, kazi mojawapo ya msalaba ni kumrudisha mwanadamu kwenye hatima aliyoipoteza. Kazi mojawapo ya msalaba ni kumrudisha mwanadamu kwenye hatima aliyoipoteza. Kile kitabu cha Wagalatia ule mlango wa 2 ule mstari wa 20. Wagalatia mlango wa 2 ule mstari wa 20. Sasa nataka tusogee mbele sasa. Nataka tusogee mbele.